Serikali ya Tanzania imeendelea kuimarisha maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 kwa kusaini mkataba wa uboreshaji na ujenzi wa miundombinu ya barabara zitakazozunguka na kuelekea uwanja mpya wa mashindano hayo jijini Arusha. Hafla ya utiaji saini imefanyika mapema hii leo Machi 20, 2026 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha miundombinu ya usafiri inafikia viwango vya kimataifa tayari kwa mapokezi wa wageni na washiriki kwa mashindano hayo makubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza mradi huo kuhakikisha wanakamilisha ujenzi kwa wakati uliopangwa. Leo hii nimefarijika sana kujumuika katika hafla hii muhimu ya utiaji saini wa mkataba huu wa ujenzi wa barabara hizi za kuingia na kutoka katika maeneo ya uwanja ambao utatumika kwenye michezo ya AFCON mwaka 2027. Ndugu zangu, mashindano haya ya AFCON sio ya Afrika peke yake, ni mashindano ya kidunia, kwa kuwa dunia macho yake yote yatakuwa Tanzania. Hii fedha ni nyingi na ni fedha ya mapato yetu ya ndani, haina mfadhili. Fedha hii haina mkopo, ni kodi zetu za ndani ambazo Mheshimiwa Rais aliona zije Arusha. Arusha hoye! Inaanza mwezi wa 6 mwaka 2027. Barabara hizi tulizo saini leo zinatakiwa kukamilika mwezi wa 5 mwaka 2027. Mheshimiwa Waziri mwenzangu, mbunge wenu makini alieleza hapa kwamba yeye binafsi hatakubali kuona kuna extension ya muda imeombwa. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Paul Makonda amesisitiza umuhimu wa mradi huo, akieleza kuwa barabara hizo ni muhimili muhimu wa mafanikio ya mashindano ya AFCON pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hizi ni kiungo muhimu na ndio uti wa mgongo wa uchumi wa jimbo letu la Arusha. Hapa tulipo, barabara hii imebeba wananchi wengi sana, na wananchi wengi wamepata taabu kwa muda mrefu, ukiachilia tu mbali mambo ya AFCON, lakini maisha yao ya kila siku walikuwa wanahitaji barabara ya lami. Ujenzi wa mradi wetu mkubwa wa kiwanja hauwezi kufikika kama barabara ni mbovu, na tunafahamu ya kwamba mwakani tutakuwa na ugeni mkubwa na dunia yote. Watu wanaongelea Afrika, lakini mashindano ya AFCON yanabeba dunia nzima. Maana dunia yote macho yake yatakuwa Tanzania. Na kwa mji wa Arusha ulivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mji wa kipekee katika miji yote ambayo itahost AFCON. Sio Kenya, sio Uganda. Arusha inazo advantage nyingi za kutumia mashindano hayo ya AFCON kujenga uchumi wake. Naye mtendaji mkuu wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, mhandisi Victor Seif, amesema maandalizi ya awali ya mradi yamekamilika na ujenzi utafanyika kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya kimataifa. Mgeni rasmi, kama tunavyojua, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea na ujenzi wa uwanja wa mpira kwa ajili ya mashindano ya AFCON mwaka 2027 jijini Arusha, eneo la Bondeni Site, na utekelezaji wa ujenzi huo umefikia zaidi ya 75%. Sambamba na ujenzi wa uwanja ni ujenzi wa miundombinu muhimu ya barabara yenye jumla ya kilomita 13.2 na baadhi ya sehemu zitakuwa na njia 4, na hivyo jumla zitakuwa kilomita 21.4 kwa kiwango cha lami kuelekea kwenye uwanja kutokea barabara kuu za Arusha Babati na Arusha Bypass na kuzunguka uwanja. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hizo ni Mateves Bondeni kilomita 6.5, kilomita 1.5 kati ya hizo zitajengwa kwa njia 4 na kilomita 5 njia 2 kutoka barabara kuu ya Arusha Babati. Barabara ya Lendita kilomita 2.75 njia 4
barabara ya Esuri kilomita 2.45 njia 4 zote kutoka barabara kuu ya Arusha bypass na kilomita 1.5 barabara za kuzunguka uwanja. Baada ya mchakato wa ununuzi kukamilika, kampuni ya Masters China Railway Construction Engineering Group imeshinda zabuni na kupewa kazi hii ya ujenzi wa barabara kwa gharama ya shilingi bilioni 81.5 kwa muda wa miezi 13. Mkataba utasainiwa leo na kazi zitaanza rasmi tarehe 1 Aprili 2026. Ujenzi wa barabara hii utasimamiwa na mhandisi mshauri kampuni ya Afrisa Consulting Limited ya Dar es Salaam kwa mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 1.4 ambao unajumuisha fedha za usanifu wa awali na kuandaa mahitaji ya mwajiri na baseline design.